Na hatimaye waumini kanisa la Gwajima wadai haki ya kuabudu. Waumini wa kanisa la Ufufuo Uzima Askofu Josephat Gwajima wamejitokeza kwa wingi Jumapili ya Juni 15 mwaka 2025 karibu na kanisa hilo wakiwa wamebeba mabango yanayoshinikiza kanisa lao kufunguliwa na wanataka wapewe haki yao ya kuabudu. Waumini hao waliobeba mabango yaliyoandikwa "Hatutaki utekaji" na lingine "Tunataka haki ya kuabudu", huku wakijiandaa kufanya maandamano. Polisi wamefika pia kuwadhibiti waumini hao katika kanisa la Gwajima jijini Dar es Salaam. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye waumini wa kanisa la Ufufuo Uzima la Askofu Josephat Gwajima wamejitokeza kwa wingi Jumapili ya Juni 15 mwaka 2025 karibu na kanisa hilo wakiwa wamebeba mabango yanayoshinikiza kanisa lao kufunguliwa na wanataka wapewe haki yao ya kuabudu. Lissu wakubaliwa kujitetea mwenyewe kwenye kesi ya uhaini. Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu imekubali maombi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu kujitetea mwenyewe katika kesi ya uhaini inayomkabili. Tundu Antipas Lissu anayewakilishwa na jopo la mawakili zaidi ya 30 aliwasilisha maombi hayo mbele ya Hakimu Mkazi Mkuu Franco Kiswaga baada ya jopo la mawakili wanaomtetea kujitambulisha. Baada ya kuwasilisha maombi hayo, Hakimu Kiswaga alisema anakubaliana na maombi hayo, hivyo Lissu atajitetea mwenyewe hadi pale atakaposema basi. Kwa hiyo kuanzia sasa hoja zitakuwa zikijibiwa kutokana na upande wa serikali dhidi ya mshtakiwa. Mahakama imemkubalia ombi la kujitetea hadi atakaposema mwenyewe basi. Pia mnapokuwa mahakamani, maafisa usalama msimzuie mshtakiwa kupewa nyaraka na mawakili wake. Pia Hakimu Kiswaga aliutaka upande wa serikali kujibu hoja hizo, ambapo wakili Nasolo Katuga alisema hawana pingamizi la mshtakiwa kujitetea mwenyewe. Pia kuhusu hoja za gerezani zinapaswa kujibiwa na magereza mwenyewe. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu imekubali maombi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu kujitetea mwenyewe katika kesi ya uhaini inayomkabili. Na hatimaye Daktari Delila ateuliwa mkurugenzi Muhimbili. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amemteua Daktari Delila Charles Kimambo wa mkurugenzi mtendaji wa Hospitali ya Taifa Muhimbili, akichukua nafasi ya Profesa Mohamed Yakubu Janabi aliyechaguliwa kuwa mkurugenzi wa Shirika la Afya Duniani WHO kanda ya Afrika. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amemteua Daktari Delila Charles Kimambo wa mkurugenzi mtendaji wa Hospitali ya Taifa Muhimbili, akichukua nafasi ya Profesa Mohamed Yakubu Janabi aliyechaguliwa kuwa mkurugenzi Shirika la Afya Duniani WHO kanda ya Afrika. Rais atoa kauli kuna ajira mpya 7,500. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema kuwa serikali inatarajia kutoa ajira 7,500 za muda mfupi kwa wataalamu ambao wapo kwenye mfumo wa ajira rasmi, ambao watashiriki kwenye kampeni ya chanjo na utambuzi wa mifugo inayotarajiwa kuanza hivi karibuni. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema hayo kwenye viwanja vya Nyakabidi, Bariadi mkoani Simiyu wakati akizindua kampeni hiyo, ambayo amebainisha kuwa wataalamu wataungana na wengine 3,800 waliopo kwenye mfumo rasmi wa ajira. Rais ameendelea kusema kuwa sasa ni wasi wataalamu wajue kuwa tumewakabidhi jukumu hili kubwa, mkalitekeleze kwa weledi na uzalendo ili kupata matokeo yanayotarajiwa, kwa sababu hatutarajii kujitokeza kwa uzembe katika kuhudumia mifugo yetu. Ni taarifa kutoka huko Simiyu. Hatimaye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema kuwa serikali inatarajia kutoa ajira 7,500 za muda mfupi kwa wataalamu ambao hawapo kwenye mfumo rasmi wa ajira, ambao watashiriki kwenye kampeni ya chanjo na utambuzi wa mifugo inayotarajiwa kuanza hivi karibuni.
Kesi ya uhaini ya Lissu yaahirishwa hadi Julai mosi. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imeahirisha kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Bara Tundu Antipas Lissu hadi Julai mosi mwaka 2025 kwa ajili ya kusubiri mkurugenzi wa mashtaka DPP kupitia jalada la kesi hiyo ili kuona kama iende mahakama kuu ama hapana. Hatua hiyo inatokana na upande wa mshtakiwa kuomba uahirisho mbele ya hakimu mkazi mkuu Franco Kiswaga, ambapo wakili wa serikali mkuu Nasolo Katuga alisema jalada la kesi hiyo lipo kwa DPP analipitia kisha atatoa taarifa kuhusu upelelezi ulipofikia na kama kesi hiyo iende mahakama kuu au hapana. Baada ya kueleza hayo, hakimu Kiswaga ameahirisha kesi hiyo hadi Julai mosi mwaka 2025 ambapo kesi hiyo itaitishwa kwa ajili ya kutaja. Mwenyekiti Tundu Antipas Lissu anadaiwa kutenda kosa hilo Aprili 3 mwaka 2025 ndani ya jiji la Dar es Salaam. Wa siku hiyo kwa nia ya uchochezi aliwashawishi umma kuzuia na kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 huku akitamka na kuandika maneno ya kumshinikiza kiongozi mkuu wa serikali ya Tanzania. Juni 2 mwaka 2025 upande wa mashtaka ulieleza mahakama kuwa jalada la upelelezi lilikuwa likiwasilishwa kwa mkurugenzi wa mashtaka DPP, lakini baada ya DPP kulipitia alibainisha kuwa kuna jambo ambalo bado lilikuwa halijakaa sawa, hivyo alirejesha tena kwa upelelezi kufanya kazi eneo hilo. Kutokana na taarifa hiyo, kiongozi wa jopo la waendesha mashtaka, wakili wa serikali mkuu Nasolo Katuga, aliomba mahakama itoe uahirisho mpaka tarehe nyingine. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imeahirisha kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Bara Tundu Antipas Lissu hadi Julai mosi mwaka 2025 kwa ajili ya kusubiri mkurugenzi wa mashtaka DPP kupitia jalada la kesi hiyo ili kuona kama iende mahakama kuu au hapana. Hatimaye jeshi la polisi latoa kauli hatujapewa tamko kufungua kanisa la Gwajima. Kamanda wa jeshi la polisi mkoani Morogoro, SACP Alex Mkama, amesema jeshi hilo linaendelea kuimarisha ulinzi na usalama katika makanisa ya Ufufuo na Uzima ambayo yapo chini ya Askofu Josephat Gwajima yaliyopo mkoani Morogoro. Akiongea kwa njia ya simu, RPC Mkama amesema bado tunalinda na wamejaribu kuja watu huko maeneo ya kanisa la Ufufuo Kionda, lakini tumewaelimisha waumini yao kuwa eneo hilo bado lina tatizo na serikali na hayo yanaendelea kwenye mtandao wa kijamii. Sisi hatujapewa tamko lolote la kufungua kanisa. Ni taarifa kutoka huko Morogoro. Hatimaye kamanda wa jeshi la polisi mkoani Morogoro, SACP Alex Mkama, amesema jeshi hilo linaendelea kuimarisha ulinzi na usalama katika makanisa ya Ufufuo na Uzima ambayo yapo chini ya Askofu Josephat Gwajima yaliyopo mkoani Morogoro. Rais Samia atoa kauli sio dhambi mahakama kushirikiana na serikali. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amemshukuru na kumpongeza jaji mkuu wa mahakama Tanzania mstaafu Profesa Ibrahim Hamisi Juma kwa kazi nzuri aliyofanya kukuza ushirikiano wa mahakama na mihimili mingine ya dola ikiwemo serikali na bunge, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amesema sio dhambi kwa serikali kushirikiana na mahakama kama baadhi ya watu wanavyodhani. Akiongea jijini Dodoma wakati akimwapisha George Masaju kuwa jaji mkuu mpya wa Tanzania, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema jaji unayemaliza muda wako wa utumishi umefanya kazi kubwa sana ya kuendeleza na kuleta mageuzi ndani ya mahakama pamoja na kushikwa mkono na serikali, lakini uongozi wako ndani ya mahakama ndio umeleta mageuzi yale. Umeandika historia na umeacha legacy kubwa. Kutokana na hayo umekuza imani ya Watanzania kwa mahakama yao. Najua katika miaka mitatu mfululizo kila tukifanywa tathmini duniani, imani ya Watanzania kwa mahakama yao imekuwa ikipanda kila siku. Kwa hiyo tunakushukuru sana. Lakini pia kama ulivyosema hapo, umekuza ushirikiano wa mihimili mingine ya dola. Dola inaundwa na mihimili mitatu kwa katiba yetu ya Tanzania, yaani mahakama, bunge na serikali. Sasa mihimili ya dola iende vizuri, mihimili lazima ishirikiane.
Sasa wale wanitafsiri kwamba serikali ikishirikiana na mahakama ni dhambi. Hapana, mahakama haitoweza kufanya kazi zake ama haitoshirikiana na serikali. Rais Samia ameendelea kusema kuwa ni kuombe ukapumzike kwa furaha, na kama ulivyosema waziri mkuu, serikali tunahitaji kukutumia wakati wote, turuhusu tukutumie. Umestaafu ukiwa na nguvu, tusingependa kutokutumia hiyo brain yako unayoitoa. Kwa hiyo turuhusu tukutumie wakati wowote tukikihitaji. Ni taarifa kutoka jijini Dodoma. Hatimaye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amemshukuru na kumpongeza Jaji Mkuu wa Mahakama Tanzania mstaafu Profesa Ibrahim Hamisi Juma kwa kazi nzuri aliyoifanya ya kukuza ushirikiano wa mahakama na mihimili mingine ya dola ikiwemo serikali na bungeni, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema sio dhambi kwa serikali kushirikiana na mahakama kama baadhi ya watu wanavyodhani.